Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo thamani alionayo mwanadamu, wewe ambaye uko mahali hapo unanisikiliza, wewe hivi unavyokuwa unajiona, unavyotembea, ni kopi ya Mungu duniani. Ni sura ya Mungu duniani. Ni mfano wa Mungu duniani. Kwa hiyo wewe una thamani kubwa. Mungu akiwa anatazama duniani viumbe vyote alivyoviumba, akimwangalia mwanadamu, anaona ni kama picha yangu iko duniani inaishi. Picha yangu iko inatembea. Picha yangu iko sokoni inauza sokoni. Picha yangu iko inaendesha gari. Akimtazama mwanadamu anaiona picha yake. Na ndivyo ulivyo, ndivyo thamani ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndivyo thamani ulionayo. Ndio thamani uliofanyaje? Ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia Mungu alikuwa na tabia. Baada ya kumuumba mwanadamu, Mungu alikuwa na shauku. Baada ya harakati zake, majukumu yake ya kila siku, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani baada ya majukumu yake ya kila siku, Mungu alikuwa na shauku kila siku jioni, au anatafuta pa kupumzika, kurefresh mind. Anaongea na nani? Anatafuta, akawa anawaza, nataka bibi jioni niwe natafuta pa kupumzika, nabadilisha mawazo, naongea. Akaona sasa mwanadamu anaweza kawa nayo pilika bila ampe kazi. Ndio akatengeza lile bustani, alafu akamweka pale. Biblia inasema kila siku jioni akawa anakuja pale kumtembelea mwanadamu. Yaani aliona kati ya viumbe vyote hakuna kiumbe ambacho kinaweza ikamfanya wapige story, mind yake ikae vizuri. Akaona mwanadamu thamani yake ni kubwa, wanaweza wakapiga vizuri story, wakaongea mambo fulani, wakaelezana vitu fulani, yani wakaongea wakajibizana mambo mazuri. Lakini viumbe vyote hakuna kiumbe ambacho kilikuwa kina uwezo wa kuongea na Mungu. Akasema hapana, namtengenezea bustani, nitamkuta ndani ya bustani niwe nazungumza naye. Ikawa ni kawaida, matamanio ya Mungu yakakamilika, kuwa anapenda kuzungumza na partner wake ambaye ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Likafanikiwa hilo jambo. Kila siku jioni baada ya jua kupunga. Kibinadamu leo ungesema baada ya mume wa mtu kutoka kazini, anakuja nyumbani, huko alikuwa ametingwa na majukumu mengi, anamkuta mama wa familia ni mke wake, amemsubiri, wanapiga story. Za huko, ongea na uchovu. Na Mungu kumbe alitamani wa kuzungumza naye jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini akuja asubuhi? Kwa nini akuja mchana? Anakuja jioni baada ya jua kupunga. Alitamani wakuwa anazungumza naye. Ni wewe tu upendagi wa kukaa naye mkabadilisha mawazo mazuri. Ila baba yako Mungu anapenda, toka mwanzo alikuwa anapenda kuzungumza na rafiki zake jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakaja wakamkwaza.